wenzangu. Kwa hiyo kwanza tuiondoe, TFS haijasheka mazao ya wananchi, haijagusa na nyinyi mnakiri. Yapo malalamiko baadhi yanayohusu TFS kuhusiana na kupiga. Tumeukuta ukweli wa 100%. Tumewakuta vijana wanaofanya kazi ya kufyeka mazao. Tumekuta sehemu ya jeshi letu la polisi likiwa linawalinda wanaofyeka mazao, na mimi nimewaeleza za jioni hii. Nichukue na mimi nafasi hii kuwapeni pole kwa wale ambao tufahamiane. Naitwa Mbelo Abdalla Chidebwe, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Kasulu. Wazungumzaji waliotangulia wamemaliza kusema kwamba maamuzi haya ya kufika huku kwenu yamefanyika kwenye kikao chetu cha jana baada ya kupata taarifa. Na kwa nini tulifanya? Kwa sababu imeshawahi kutokea kila tunapopata taarifa, tunapokaa na serikali yetu, majibu yanayokuja inakuwa tumedanganywa. Na hata siku moja kwenye kata hii kama mtakumbuka, tuliwahi kuambiwa kuna mifugo imeuawa na wenzetu wa ng'ombe 15. Tukabeba kamati, mkuu wa wilaya na kamati yake ya ulinzi na usalama na sisi kuja, tukakosa ushahidi. Kwa hiyo tutakuwa tumepoteza ile sifa ya kuibana serikali kuhusiana na jambo hilo. Sasa baada ya kupokea taarifa hizi, tulikubaliana kwanza kamati ya siasa tuje tujionee wenyewe kuna ukweli kwenye hili. Lakini bahati nzuri tumeukuta ukweli wa 100%. Tumewakuta vijana wanaofanya kazi ya kufyeka mazao. Tumekuta sehemu ya jeshi letu la polisi likiwa linawalinda wanaofyeka mazao. Na mimi nimewaeleza kamati ya siasa inaongozwa na mimi, hatukuja kutafsiri mipaka, hapa ni wapi, hapa ni wapi, kwa sababu eneo hili la Kagerankanda na kata ya Kurugongo bado kuna matatizo ya mipaka ambayo bado haijamalizwa vizuri. Yani wananchi bado hawajapata uelewa wa kutosha, wapi ni wapi na wapi ni wapi. Sasa sisi tumekuja kuangalia athari zilizotokana na zoezi la ukatwaji wa maharage, mahindi na mazao mengine. Kwa tumekuta kweli yamefanya nini, yamekatwa. Lakini tulipokea katika namna mbili. Tuliambiwa wenzetu wa TFS na wao kwenye maeneo yao wanakata nini, mazao ya wananchi. Tumeambiwa eneo la mwekezaji kwenye kitalu na wao wanakata mazao ya wananchi. Lakini kwa ushahidi uliokamilika, wenzetu wa TFS hawajakata mahindi ya raia yoyote. Na ninyi ni mashahidi na sisi ni mashahidi. Kwa hiyo hili pia lazima tuliweke vizuri. Inawezekana walalamikaji wameshalalamika juu, wameshalalamika kwa viongozi wengine. Sababu sisi tupo hapa. Mimi nipo hapo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais kama mwenyekiti wangu wa CCM wa taifa. Na mimi ni mwenyekiti wa CCM wa wilaya hii. Kwa hiyo tupo hapa kwa niaba yake kuja kuthibitisha kile ambacho kimefanyika. Mimi na wenzangu. Kwa hiyo kwanza tuiondoe, TFS haijasheka mazao ya wananchi, haijagusa na nyinyi mnakiri. Yapo malalamiko baadhi yanayohusu TFS kuhusiana na kupigwa na nini. Hii tutakwenda pia kukaa na serikali yetu kuona namna gani ambayo kama lipo tuone lisiendelee. Wafanye kazi kwa kufuata sheria, maana sheria zipo. Anayevunja sheria zipo, sheria zinatuambia. Lakini mwekezaji ni kweli amekata mazao. Nimeshalani nilipokuwa shambani, nimeshazungumza msimamo wa chama, lakini niwathibitishie tunakwenda kulifuatilia jambo hili. Tunakwenda kufuatilia jambo hili. Inawezekana kwenye kufuatilia wananchi msilipe mahindi yenu, lakini na wale waliosababisha basi na wao tuone sheria zinashika mkondo. Sio kama tunaeleweka. Kwa sababu hayupo mtu aliye juu ya sheria. Uweze kuja humu kwenye kitalu unakuja kufyeka mazao, hata kama aliyeyapanda amevunja sheria, wewe hauna sheria ya kuyafyeka mazao. Sio kama tunaelewana. Basi bora angeavuna akapeleka hospitali, akapeleka kwa watoto yatima, akapeleka hata kwenye taasisi nyingine ambazo bado zinahitaji nini. Leo tuna wanafunzi ambao kila siku tunahimiza wazazi wapeleke waende wakachangia chakula shuleni.
basi ingekuwa basi yavunwe yapelekwe hata mashuleni, watoto wetu wale, wakishakula watapata utulivu wa kuitafuta nini, elimu. Lakini kwenda kufyeka mazao, nimewaambia kile kitu kinafanywa na watu wapumbavu, watu wajinga, na nimetumia maneno magumu mengine, ni mashetani. Haiwezekani mtu mazao yameshapamba, yamekuwa, yamechanua, yanakaribia wiki 2-3 kuvunwa, eti wao wanaenda kuyafyeka. Huo ni unyama. Sijui kama tunaelewana. Kwa ndugu zangu wananchi wa Kagera Nkanda, mimi niwape pole, lakini sisi kama chama chenu, mheshimiwa, tunawahakikishia Mheshimiwa Rais hajawahi kutuma mtu yoyote kwenda kufyeka mazao kwenye eneo lolote, iwe eneo la mwekezaji, iwe eneo la kijiji, hajawahi. Sijui kama naeleweka vizuri. Na wanapokuja kufyeka wanasema Samia ameuza, wao ndio wameuza. Ndio maana wengine wanafyekewa, wenye fedha hawafyekewi. Sijui kama naeleweka. Kwa hiyo ndugu zangu, muwe na utulivu, sisi tunakwenda kama sio leo, kesho tunaanza nalo, na niwathibitishie kwa ngazi ya wilaya tunafanya, kwa ngazi ya mkoa tunafanya, kwa ngazi ya taifa tutafanya, maana ndio majukumu tunayotakiwa kuyafanya. Serikali ni ya kwetu, na ninyi wote mnakumbuka uchaguzi umeisha miezi 3 ulioisha, waliokuwa wanatupiwa mawe na kuzungumzwa ni Chama cha Mapinduzi. Sasa hatupo tayari baadhi ya watumishi wachache au wawekezaji wachache watuchonganishe sisi CCM, wamchonganishe rais na wananchi wake. Tunaelewana? Basi nawatakieni kila laheri na mturuhusu ili twende kwenye majukumu sasa hayo ya ufuatiliaji. Asante.